Ni kutoa taarifa ya ziara ambayo nilifanya mimi na baadhi ya watendaji wa wizara yetu ya nishati katika nchi zinazozalisha mafuta kuanzia tarehe 22 mpaka tarehe 29 mwezi huu wa 10. Sasa kama inafahamika, bei za mafuta zimekuwa zinapanda kwa kasi na kwa kiwango kikubwa sana. Mwezi wa kwanza mwaka huu pipa la mafuta ghafi kwenye soko la dunia lilikuwa $50, lakini leo hii tunavyoongea ni $86. Kwa kupanda kwa bei ya mafuta duniani kwa kiasi kikubwa sana kunachangia kupanda kwa bei za mafuta hapa nchini. Sasa kama mtakavyokumbuka, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alielekeza taasisi mbalimbali za serikali na sisi Wizara ya Nishati kuchukua hatua mbalimbali za kikodi, za kisheria, za kikanuni, za kiutawala kuhakikisha kwamba tunapunguza athari za ongezeko hili kubwa kwa mwananchi wa kawaida. Na sisi Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na taasisi nyingine za umma na wizara nyingine tulianza kutekeleza haya maelekezo, na kama mnavyofahamu tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa mwezi uliopita kutokana na hatua za kikodi tulizochukua kupunguza ongezeko la mafuta ambalo lilikuwa liwe kubwa kwa mwezi uliopita. Sasa lakini katika kutimiza maelekezo na azma hiyo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba bei ya mafuta haziumizi wananchi na shughuli za uchumi haziathiriki, sisi Wizara ya Nishati tulichunguza na kubaini kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa kuendelea kudhibiti ongezeko kubwa la bei za mafuta iwapo sisi kama nchi, kama serikali tutanunua mafuta haya moja kwa moja kutoka nchi zinazozalisha mafuta hayo, ambazo nchi hizi ni rafiki, badala ya kununua mafuta kwa watu wa katikati ambao miaka yote ndipo ambapo tumekuwa tunanunua, na tumekuwa tunanunua kwa kweli kwa bei kubwa. Sasa kutokana na hilo na kutambua kwamba tunaweza kudhibiti punguzo kwa kununua moja kwa moja katika nchi zinazozalisha mafuta ambazo ni rafiki zetu, nilifanya ziara kama nilivyosema katika nchi hizo kuanzia tarehe 22 mpaka tarehe 29 mwezi Oktoba. Na katika duru ya kwanza nilitembea nchi za Saudi Arabia, nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Algeria. Na katika nchi hizo, na nchi zote zinazalisha mafuta kwa wingi, na katika nchi hizo nilikutana na mawaziri wenzangu wa nishati, nilikutana na viongozi waandamizi wa serikali za nchi hizo, lakini pia na viongozi wakuu wa makampuni ya serikali, makampuni ya taifa ya mafuta ya nchi hizo, National Oil Companies, ambapo tulizungumza kuhusu nia hiyo ya Tanzania ya kununua mafuta moja kwa moja kutoka kwao, kutoka katika mitambo yao ya kusafisha mafuta, refineries. Na vile vile katika ziara hiyo nilibeba ujumbe mahususi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa viongozi wa serikali hizo. Na niliongozana katika ziara hiyo na ndugu James Mataragio, mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Mafuta Tanzania, lakini pia na ndugu Michael Mjinja ambaye ni kamishna wa petroli na gesi kwenye Wizara ya Nishati ya hapa kwetu. Lakini vile vile katika mazungumzo niliyofanya na nchi pamoja na serikali na viongozi nilikutana nao, mabalozi wetu katika nchi hizo pia walihudhuria vikao hivyo. Sasa nini yalikuwa madhumuni ya ziara yetu? Kwanza, kama nilivyosema, ilikuwa kufanya mazungumzo na nchi rafiki zinazozalisha mafuta ili kuangalia uwezekano wa serikali kupitia shirika letu la mafuta la taifa TPDC kununua moja kwa moja mafuta kwenye mitambo yao ya kusafisha mafuta, yani refineries, na hivyo kupunguza gharama za mafuta ambazo zinatokana na wanunuzi wa katikati na wenyewe kuweka faida yao. Ilikuwa dhumuni la kwanza. La pili ilikuwa kubadilishana uzoefu katika
shughuli za uendeshaji wa biashara ya mafuta. Na dhumuni la tatu ilikuwa ni kuimarisha mahusiano yaliyopo na kuendelea kujenga ushirikiano na nchi hizi katika eneo hili la mafuta, ili nchi yetu ipate jawabu la kudumu la kujihakikishia kwamba tunayo hifadhi ya mafuta ya muda mrefu na kwamba bei za mafuta hazipandi kwa haraka na kwa kiwango kikubwa. Ndio ilikuwa madhumuni matatu. Sasa katika nchi zote hizi, kama nilivyosema, tulifanikiwa kufanya mazungumzo na mawaziri na viongozi wengine, na kwa kweli kutokana na heshima ya nchi yetu na rais wetu anavyoheshimiwa katika nchi hizo, na kutokana na urafiki na udugu mzuri uliopo kati yetu na nchi hizo, nilipokelewa vizuri sana mimi na ujumbe wangu, na ujumbe wa Mheshimiwa Rais ulipokelewa, na kwa kweli yale yote ambayo tulitaka na tuliyapendekeza kwa nchi hizi kwa ajili ya mashirikiano yamekubalika. Sasa baada ya baadhi ya mafanikio ya ziara hiyo ni kama ifuatavyo. Namba moja, ni kwamba serikali yetu imekubaliana na serikali za nchi hizo na makampuni yao ya taifa ya mafuta kushirikiana katika masuala ya mafuta na gesi. Kwa hiyo katika miezi michache ijayo tutatoa taarifa ya makubaliano hayo, na baada ya taratibu za kiserikali na taratibu za kisheria kukamilika, tutayatangaza makubaliano hayo yenye maslahi mapana kwa nchi yetu. Kwa hiyo tumepata fanikio hilo. La pili, ambayo hili ni la kihistoria, kwamba kwa mara ya kwanza ile azma ya miaka mingi ya serikali kununua shehena ya mafuta moja kwa moja kwenye nchi zinazozalisha mafuta kwenye mitambo ya kusafisha mafuta, safari azma hiyo imetimia. Na maana yake ni kwamba hata kabla ya mwisho wa safari yetu mnamo tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka huu, ambapo kulikuwa na tenda ya kila mwezi ya kuleta mafuta nchini, sisi tuliliwezesha shirika letu la mafuta Tanzania TPDC kushiriki katika zabuni hiyo, na shirika hilo limeshinda kuleta sehemu kubwa ya dizeli kwa ajili ya mwezi wa Septemba, na limefanikiwa baada ya kuingia katika ushindani na kuyashinda makampuni binafsi ambayo yamekuwa yanashiriki na katika zabuni hizi na kuleta mafuta kila mwezi. Sasa tunaamini kwamba hali hii ya TPDC kufanikiwa, au serikali kufanikiwa kushinda zabuni ya kuleta mafuta kwa bei nafuu kwa mwezi Disemba, itapunguza makali ya bei za mafuta kwenye pampu katika mwezi huo wa Disemba. Sasa ili kudhihirisha kwamba jambo hili tulilofanya lina manufaa makubwa, nitatoa mfano tu kwamba kwa mfano mwezi Agosti mwaka huu, ambapo bei ya mafuta duniani ilikuwa $73, bei ya mafuta ghafi duniani ilikuwa $73 kwa pipa, lakini kampuni iliyoshinda zabuni ya kuleta mafuta ya dizeli mwezi huo hapa nchini ilituuzia mafuta hayo kwa $30 kwa tani ya ujazo, inaitwa premium, $30. Mwezi Agosti, wakati pipa la mafuta ghafi duniani lilikuwa $73, sisi hapa kampuni iliyoshinda zabuni ya kuleta mafuta ya dizeli ilileta kwa $30 premium. Sasa mwezi huu, ile juzi, wakati mafuta yamepanda kutoka $73 Agosti mpaka $86 kwa pipa, lakini TPDC serikali imeleta mafuta ya diesel kwa $20 premium kwa tani za ujazo. Kwa mtaona manufaa ya serikali, manufaa ya mamlaka za serikali kuagiza mafuta moja kwa moja kwa wanaozalisha mafuta haya kuliko kuagiza kwa watu wa katikati. Kwa hiyo mafuta duniani yamepanda,
lakini kwa sababu serikali imeagiza na imenunua moja kwa moja, imepata kwa bei nafuu. Kwa hiyo tutaendelea kufanya hivyo na kwa manufaa ya nchi yetu. Kwa hiyo ni fanikio la pili la ziara yetu. La tatu ni kwamba tumefanikiwa kushawishi nchi hizi rafiki ambazo tumetembelea kushirikiana na nchi yetu kujenga kituo kikubwa kabisa cha uhifadhi wa mafuta, upokeaji na uhifadhi wa mafuta, yani hub. Naomba nirudie, tumefanikiwa kuwashawishi nchi rafiki tulizotembelea kushirikiana nasi kujenga kituo kikubwa kabisa cha kupokea na kuhifadhi mafuta hapa Dar es Salaam kwa ajili ya soko la ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Kituo hicho kitakuwa kwa ajili ya mahitaji ya soko la ndani kama nilivyosema, na soko la nje pale itakapohitajika. Faida ya kituo hiki ni kwamba kitatuhakikishia kwamba wakati wote katika nchi yetu tunayo mafuta ya kutosha. Pili, nchi yetu inakuwa imechangamka katika biashara hii ya mafuta katika ukanda huu. Bei za mafuta ndani ya nchi zinakuwa zimeshuka. Manufaa ya kikodi na yenyewe ni makubwa. Manufaa ya ajira vile vile ni makubwa. Na ile habari ya kila mwezi kuwa na wasiwasi kuhusu mafuta yatapatikana na yatapatikana kwa bei gani itakuwa haipo tena. Sasa hili ni jambo kubwa sana kwetu, kutuhakikishia usalama wa uwepo wa mafuta, unaita security of supply, lakini vile vile na stability of price, uimara wa bei. Mnafahamu kwamba katika nchi yetu katika kipindi chochote, hata leo, kiwango cha mafuta kilichopo hapa nchini kinatosheleza mahitaji ya siku 15 tu. Ikitokea dharura duniani huko, hatuwezi kuingiza mafuta nchini hapa, mafuta yaliyopo yanatosha siku 15 tu. Hiyo ni hatari kubwa. Mafuta kwa mujibu wa viwango vya kimataifa, mafuta yanayopaswa kuwepo nchini wakati wowote yanapaswa kuwa kuanzia siku 90 kwenda mbele. Kuwepo kwa kituo hiki kutatusaidia kuwa na mafuta hata ya miezi 6 kwa wakati mmoja, ili kitokea dharura basi tuwe katika hali nzuri. Kwa hiyo tumefanikiwa kwenye hili. La tatu ni kwamba tumefanikiwa kupata sasa ahadi za ziara na makubaliano ya ziara za wale washirika tuliokutana nao, mawaziri wa nishati, viongozi wa makampuni haya mafuta tuliyotembelea kuja hapa Tanzania kwa ajili ya kukamilisha taratibu za utekelezaji wa makubaliano tuliyoyafikia. Sasa hili na lenyewe ni kubwa. Sasa sisi kama Wizara ya Nishati tutaendelea kufanya uratibu na kuhakikisha kwamba manufaa na faida na mafanikio tuliyopata katika ziara hii yanadumu na makubaliano yanatekelezwa kwa maslahi mapana ya nchi yetu na watu wake. Sasa pamoja na madhumuni hayo nimeelezea na mafanikio ambayo sisi tumeyapata, sisi kama serikali katika kuendelea kurekebisha sekta ndogo ya mafuta, tutaendelea kuchukua hatua zifuatazo na naomba nizitaje. Ya kwanza, kwa hatua ya muda mfupi tutaliimarisha shirika letu la mafuta Tanzania na kwa kuliruhusu haraka liajiri watumishi weledi na wenye ujuzi wa biashara ya mafuta ili tuendelee kununua mafuta kwa niaba ya serikali kwa ufanisi zaidi. Pili, kama serikali kwa hatua ya muda wakati lakini hatua yenye jawabu la kudumu, ni kwamba sasa tutaanzisha hifadhi ya kimkakati ya mafuta nchini. Inaitwa Strategic Petroleum Reserve. Naomba nirudie. Tumeamua kama serikali kuanzisha hifadhi ya kimkakati ya mafuta, Strategic Petroleum Reserve, ili kuwa na akiba kubwa ya mafuta wakati wote hapa nchini kwa ajili ya dharura na pale bei ya mafuta itakapopanda kwa kiwango kikubwa duniani. Hili ni jambo kubwa na tumeamua kulifanya, na ndani ya miezi ijayo tutaeleza utaratibu wake wa kulitekeleza. Hatua ya tatu ambayo serikali itaichukua ni kwamba tutaupitia sasa mfumo tulionao wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja, yani bulk procurement system, ili kubaini mapungufu na kuuboresha mfumo huo kwa maslahi mapana ya taifa. 4,
Tutaendelea kufanya tathmini ya utendaji na watumishi wa taasisi zote za serikali zinazohusika na biashara ya mafuta ikiwemo TPDC na EWURA na wakala wa uagizaji wa pamoja yani PBPA, ili kuhakikisha kwamba taasisi hizi na watumishi wake wote wanatimiza wajibu wao kwa weledi na kwa uadilifu na kwa maslahi mapana ya nchi yetu. 5, tutaendelea na utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba bei za mafuta haziwaumizi wananchi. Tutaendelea na utekelezaji huo kwa kuendelea kupitia tozo na kodi mbalimbali ambazo zinachangia katika ongezeko la bei za mafuta. 6, tutaendelea kushirikiana kwa karibu na wadau wa biashara ya mafuta nchini wa sekta binafsi ikiwemo TAWMAC na TAPSOA na kuweka mazingira mazuri ya biashara ya mafuta nchini kwa sekta binafsi kuendelea kushiriki. Naomba ieleweke kwamba hatua ya serikali ya kununua mafuta moja kwa moja haimaanishi kwamba tunaiondoa sekta binafsi kwenye biashara ya mafuta hapa nchini. Hilo lieleweke. Isije jengeka dhana kwamba serikali sasa itafanya kila kitu kwenye pampu huko kwenye nini. Biashara ya mafuta ina mnyororo mrefu. Na kila mdau ana nafasi katika mnyororo huo. Kwa sekta binafsi tunaithamini na bado ina nafasi katika mnyororo huu wa biashara ya mafuta nchini, na sisi serikali tutaendelea kushirikiana na sekta binafsi kwa ajili hiyo, na tutafanya hivyo kuhakikisha kwamba kuna ushindani wa haki na wa uwazi katika biashara ya mafuta nchini na hakuna upendeleo wowote. Na serikali kwa msingi huo sasa itaongeza ufuatiliaji wa karibu zaidi katika sekta ya mafuta nchini kwa kutumia vyombo na mamlaka mbalimbali ili kubaini na kudhibiti hujuma na udanganyifu katika biashara ya mafuta nchini na kuweka adhabu kali ikiwemo kunyang'anywa leseni itakapobainika kwamba kuna ujanja, wizi, hujuma, utapeli katika biashara ya mafuta. Tunataka biashara ya mafuta nchini iwe clean. Biashara ya mafuta nchini iwe wazi. Biashara ya mafuta nchini iwe huru. Biashara ya mafuta nchini iwe ya haki. Shughuli ya mafuta nchini isionekane ya matapeli, isionekane ya wakwepa kodi, isionekane ya wajanja. Kwa serikali itachukua hatua kuhakikisha kwamba tunaisafisha sekta hii ili wale watakaofanikiwa katika biashara hii wafanikiwe kutokana na uwezo wao wa kibiashara, sio connection zao na watu wa serikali au ujanja wa kuweza kupata mafuta hapa kwa njia isiyo sawa na kuyachepusha kule kwa njia isiyo sawa. Kwa hiyo serikali itaendelea kuchukua hatua hiyo. Nyingine ni kurekebisha miundombinu ya upokeaji na uhifadhi wa mafuta nchini ikiwemo katika bandari zetu ili kuhakikisha kwamba kuna ufanisi zaidi, na hili litasaidia kupunguza bei na kuvutia wawekezaji hapa nchini katika biashara ya mafuta pale watakapoona kuna ufanisi katika miundombinu yetu ya upokeaji na uhifadhi wa mafuta. Lakini mwisho tutaendelea kufanyia kazi na kutekeleza mapendekezo ya tume iliyoundwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusu biashara ya mafuta. Sasa mwisho nataka nikiri kwamba bei za mafuta nchini kwenye pampu na mitaani kwa sehemu kubwa zinachangiwa na bei ya mafuta duniani. Huo ndio ukweli. Na bahati mbaya serikali ina udhibiti mdogo, ina nafasi ndogo katika kudhibiti biashara bei ya mafuta duniani. Kwa hiyo tutaendelea kama serikali kuhakikisha kwamba tunafanya yale yaliyo ndani ya uwezo wetu na yale ambayo tunayaweza na tunayamudu kuhakikisha kwamba tunadhibiti bei ya mafuta, na mambo haya tunayafanyia kazi. Bei za soko la dunia ni jambo ambalo hatuwezi kulidhibiti, na kama likipanda bei za mafuta hapa nchini zitapanda, lakini kuna yale ambayo tunaweza kuyafanya kupunguza makali. Kwa ahadi ya serikali ni kwamba yale tunayoweza tutaendelea kuyafanyia kazi ili kuhakikisha kwamba wakati wote mwananchi haumii kwa bei kubwa ya mafuta.